Watoto wetu wazuri, tumerudi baada ya mapumziko kidogo na sasa hivi ni wakati wa story calm. Sasa tuko na hadithi nzuri kutoka kwa Miss Mariam. Na natumai umejifunza from the previous parts. Umejifunza Quran, hadith na art. Now it's time for you to listen. Sawa? Na mnyamaze na msikize Miss Mariam akituhadithia story nzuri. Mko tayari? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa ni muda wa kusikiliza hadithi. Karibuni, muburudike nasi kama hawa watoto wetu wazuri. Musikilize na mujifunze mawili matatu kutokana na hadithi nitakayoisimulia. Assalamu alaikum watoto wazuri. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sasa ni muda wa kusikiliza hadithi. Mko tayari ama hamko tayari? Tuko tayari. Ukweli? Haya. Hadithi yetu ya leo ni kuhusu msichana mmoja aliyekuwa anaitwa Sara. Hapo zamani za kale, katika kijiji kimoja kulikuwa na msichana mdogo alikuwa anaitwa Sara. Huyo msichana mwenye shosho yake alimletea nguo smart, nzuri, nguo yake ya color green na gold. Ilikuwa smart. Sasa siku moja alikuwa amealikwa birthday ya rafiki yake. Akaenda. Alipoenda kila kiingia, yani kila kimwona mtu, nimwambia, Sara nguo yako nzuri. Kila mtu, yani kila kipatana na mtu amwambia hivyo, Sara nguo yako nzuri, Sara nguo yako nzuri. Na sisi tukiona kitu kizuri tunafaa tuseme nini? Mashallah. Lakini wale rafiki yake Sara hawakusema mashallah. Haya, wakaenda wenyewe wakasherehekea birthday vizuri, wakala keki. Ikafika muda wa kwenda wapi? Nyumbani. Akaenda zake kwa mamake. Alipofika kwa mamake, ikawa ameanza kusikia vibaya, mara kichwa, mara hasikii vizuri, hana nguvu. Akamwambia mamake, mimi sisikii vizuri, nasikia kuumwa. Mamake akamwambia, kwani shida ni gani? Kwa sababu umetoka hapa nyumbani ukiwa mzima, si ndio? Akamwambia, umetoka hapa nyumbani ukiwa mzima na nimekuona huko kwenye birthday ulikuwa tu vizuri, kwani umefanyika nini? Akamwambia, mami hata sielewi. Mimi najisikia tu sasa hivi ghafla sisikii vizuri. Yule mamake akamwambia, kwani ulivyoenda kwenye birthday watu walikwambia nini kuhusu nguo yako? Akaambia, watu wengi waliniambia nguo yangu ni smart. Mamake akamuuliza, kwani walikwambia mashallah? Akasema hapana, kuna hata mmoja mwenye amekumbuka kusema nini? Mashallah. Kila mtu ameniambia tu nguo yangu ni nzuri lakini hawajaniambia mashallah. Mamake akamwambia, basi sababu ni hiyo. Hao wenzako labda si ati walikuwa wanania mbaya, lakini venye hawajasema mashallah ndo kuna kitu huende kaa kimetokea. Ile mtoto akakaa akafikiria yule Sara, akasema, sasa mama nitafanyaje? Ndo mimi nisipatane na hilo jicho baya ama hasad. Haya. Kama tuseme watakaojikinge na hasad na macho mabaya, unasoma sura gani? Suratul Falaq. Mashallah. Sura gani? Suratul Falaq. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kwa hivyo Sara akamwambia mamake, kumbe mama mimi nikitaka kujiepusha na hasad nisome suratul Falaq. Mamake akamwambia, na pia ukiona mtu amekwambia kitu chako ni kizuri na amesahau kusema mashallah, unafanyaje? Unamkumbusha, si ndio? Ukiona mtu ameona kitu kizuri alafu amesema hichi ni kizuri lakini hajasema mashallah, si unamkumbusha? Unamwambia nini? Aseme mashallah. Na hadithi yangu ikaisha hapo. Mmejifunza nini kutokana na hii hadithi yetu? Nafaa kusema mashallah kama umeona kitu mzuri. Mashallah. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nini ingine mmejifunza? Sasa nataka msichana Ukitaka kujikinga na hasad unasoma suratul Salawat. Allah
Umejifunza nini ingine ama tumetaja zote? Kama mtu alikuanga amesahau kukuambia mashallah, unafaa kumkumbusha. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kwa hivyo kama mtu amekwambia umefanya kitu kizuri ama umevaa nguo nzuri na hajakwambia mashallah, unafanyaje? Unamkumbusha. Ama tuseme mwenzako wewe amevaa nguo nzuri, si utamwambia nguo yako ni smart, lakini utaongeza nini? Mashallah. Wewe ukumbushe wenzako na pia wewe useme, si ndio? Na pia ukitaka ujikinge na hasad unasoma suratul Falaq. Na story yetu ikaishia hapo. Niendelee, si ndio? Hai. Tumemaliza hadithi yetu na watoto wetu wazuri wamejifunza mawili matatu kutokana na hii hadithi, na natumai pia nyinyi mmejifunza kama watoto wetu walivyojifunza, na tupatane tena kwenye kipindi kingine cha hadithi. Maasalam.